وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea na darasa zetu, na leo tuko kwenye kitabu cha Riyadhus Salihina kilichoandikwa na al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuko kwenye mlango, kama mlivyokumbusha, babu tahrimi al-kibri wal-i'jab, mlango wa kuharamisha kiburi na kujiona. Mlango wa kuharamisha kiburi na kujiona. Kiburi ni haram na kujiona ni haram, ingawa uharamu huu ni uharamu katika tabia. Si kwamba kuna kitu labda hivi kimekuwa haramu kula au kunywa au kuuza au kununua. La, hii ni tabia. Kiburi ni tabia na kujiona ni tabia. Na kwa hivyo ikisemwa kuwa tabia hizi ni haramu, maana yake ni wajibu wa Muislamu kuziepuka, na kama amepata mtihani wa kuwa nazo ni kupambana nazo tabia hizi mpaka ziondoke. Ni katika eneo la maadili hili. Na kiburi, wataalamu wa saikolojia ya binadamu, nafsi ya mtu na anavyofikiri na anavyotenda, wanasema ni kujiona wewe kuwa ni mkubwa kuliko wengine, ukatawaliwa na hisia hizo kwamba mimi ni mkubwa kuliko yoyote, tena mpaka katika mambo ambayo pengine wewe unakosea, lakini ukiambiwa ile tabia kujiona mkubwa inakutawala, hutaki kusikiliza wala kurekebisha. Na kila mtu unamuona mbuzi tu au kondoo mbele ya macho yako, hana lolote, na kwa hivyo unadhani una haki ya kumnyanyasa, una haki ya kumdharau, una haki ya kumnyang'anya, kumwambia lolote, kumtendea lolote. Hii ndio dhambi kubwa ambayo kielelezo chake cha kwanza ni Ibilisi. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Alipojiona mkubwa yeye dhidi ya amri ya Mwenyezi Mungu ya kusujudu kwa kuumbwa Adam, akajiona hata kwa ukubwa huu siwezi kusujudu mimi. Kiburi kinakuzuia baadhi ya mambo na kinakufanya utende yasiyotakiwa. Kwa muhtasari, kama tungeamua kwenda na mada hii tukakeleza kiburi na njia zake na namna zake, ni mada pana, na ingekuwa leo hatuna somo jingine zaidi ya kuzungumzia kiburi. Wal-i'jabi, na kujiona inakuwa ni chini ya kiburi, kama mtoto wa kiburi. Unaweza kuwa huwatambii watu wengine, lakini wewe unajisikia, maneno vijana, unanata, unajiona kwamba mimi ni bora, mimi ni mzuri, mimi nimetakata, hao wengine wote takataka. Lakini inaweza kuwa ukiwaona huoneshi kutamba juu yao. Kiburi kinajitokeza katika kutamba juu ya wengine. Kujiona inawezekana hutambi juu ya wengine, lakini unajiepusha hivi na mambo. Kuna mtu mmoja alikuwa na tabia moja mbaya sana. Alikuwa yeye anakwenda sana harusini na misibani, lakini ukifika wakati wa chakula ananyanyuka. Yaani shughuli yote ishamalizika, inaletwa dhifa, yeye ananyanyuka na kwenda zake. Akaulizwa, sema sijisikii kula. Siku zote ndio hivyo hivyo. Ikatokea akafiwa na babake mzazi. Watu wakaenda, wakamuosha, wakampisha sanda, wakamsalia, wakamzika. Baada ya maziko akatangaza pale, jamani kuna chakula nimeandaa kwa watu wote waliokuja msibani, jamani mje.
Watu wakenda pametandikwa majambi wakakaa kitakoti. Na zamani ilikuwa inabwa Fatiha kwanza. Alafu ndio watu wanakula kama mnakumbuka. Ikapigwa Fatiha watu wakasoma wakamaliza. Akaleta sinia zikapangwa wanne. Watu wakakaa. Alafu sema haya jamani tafadhalu simpaka turuhusa karibuni kula. Watu wote wakanyanyuka wakaenda zao. Wakamwachia sinia za pilau pale. Zinaita kwa viungo vyake na kachumbari. Lakini kila mmoja akakaza moyo akasema na njaa yangu leo lakini sili. Ukondokote. Alilia bwana. Na wakaambiwa watu wakijiji kile hata mtoto mdogo akipelekwa chakula kile asile. Yoyote asile chakula kile. Aende akawape mbwa kama mbwa anakula pilau itajulikana. Alilia. Akauza nyumba, akauza kiwanja, akauza kila kitu akahama kijiji kile. Watu wamemkomoa. Sasa tunazungumza habari za kiburi na kujiona. Qala Allah Ta'ala. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lilmuttaqin. Hii kwa kumbukumbu zangu iko kwenye suratul Qasas. Si ndio hafidh? Tilka darul akhirah. Huo ndio mji wa akhera. Naj'aluha tutaufanya lilladhina kwa wale ambao la yuriduna uluwan fil ardi, hawataki ulwa katika hii dunia. Hawataki kujikweza, kujinyanyua wao wenyewe hawataki mpaka wanyanyuliwe na mtu na inakuwa mbinde. Wala fasada. Wala hawataki uharibifu. Hawataki lolote lilozuri liharibike, wanataka mambo yaende sawa sawa. Wala aqibatu na mwisho mwema lilmuttaqina ni kwa ajili ya wanaomcha Mungu. Siku zote Mungu kapanga hivyo kwamba mwisho mwema utakuwa kwa wanaomcha Mungu. Wanaojiepusha na tabia mbaya na madhambi. Hii ndio aya ambayo kaichagua uanza nayo mwandishi wa kitabu. Kitaka kwa maelezo zaidi kaitizame katika sura Al-Qasas. Na hasa baada ya simulizi la yule mtu anaitwa Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Paka mwisho wa kisa, mwisho kinamalizika kisa kile, ndio inakuja aya hii tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Na mwisho mwema siku zote ni kwa wale wamchao Mwenyezi Mungu. Waqala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimnukuu Luqman al-Hakim katika sura Luqman yenyewe alipokuwa akitoa wasia kwa mwanawe, na yoyote yule ambaye anataka kusikiliza wasia mwema utamsaidia. Kasema wala tamshi fil ardi maraha, wala usitembee katika dunia kwa mikogo, kwa maringo, kwa manjonjo, kwa madoido. Maraha mikogo. Zamani wanaita mikogo, wanatembea kwa mikogo, stepu zake zinahesabika. Anjanjan, anjanjan, aka, anjanjan, Lakini lengo sio matembezi. Lengo manake usijione. Wala tamshi fil ardi maraha. Usitembee katika ardhi kwa mikogo, kwa maringo, kwa manjonjo, kwa madoido. Akamwambia mengi huko mbele, lakini maana yake ni kujiona. Usiishi duniani ukajiona wewe bora kuliko wengine wote. Waqala ta'ala, Mwenyezi Mungu pia amesema katika hiyo sura Luqman, katika huo wasia wa Luqman kumwambia mwanawe, wala tusahhir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Kairudia tena lakini kaianzia huko nyuma. Au ile kule ilikuwa ni Isra, wala tamshi fil ardi maraha 14. Iko Isra. Ile ilikuwa ni Isra, sio ya Luqman. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula. Ile ni ya Isra. Ile kwa sura Isra, iko sura Luqman, lakini maneno ni yale yale kwenye Luqman, ndio anamwambia una ile Isra ilikuwa. Asema wala tusahhir khaddaka, wala usifinye shavu lako, usikunje shavu lako
yani dharau hivi. Mara nyingi watu wa dharau hutumia shavu kama hataki kusema. Hizo zinaitwa body language. Body language. Body language ni kwamba mwili nao unasema bila kutamka. Sisi tulipokuwa wadogo zamani tunapendelea kumzomea mtu bila kusikia, akigeuka kisogo unamtolea ulimi. Ndio inaitwa mramba kisogo ile. Au kuna nyingine kama kasema jambo hulikubali na unalidharau, unaweka kidole kwenye pua. Hizi ni body language. Sijui bado watoto wetu wanazo au zishakufa, sina hakika sana. Lakini sisi zamani hizo bado wanazo. Na kama mfano mtu umekosea jambo alafu unajuta, afana aleki, unatia kidole kwenye meno alafu unakitonja. Hivi unakipiga. Maana umepoteza chance, umepoteza fursa. Mengi yanaitwa body language. Mwili unasema bila kutamka kwa yale mambo ambayo kama unataka kumwambia mtu asiseme jambo, unamfinyia jicho moja, unafumba jicho moja. Usiseme, nyamaza. Kama umetokea hivi na watu hawakujui na yeye anakujua, unamfanyia. Kauka mzee. Kausha. Wanaita. Sijui, lakini ukiifanya kwa mwanamke hiyo inaleta maana nyingine. Na hasa kwa mwanamke yenyewe unaweza nani hii basi ukifumba jicho moja hivi inaleta maana nyingine katika body language. Sasa hizi zote mtu unatakiwa utahadhari sana unapozifanya. Kwa sababu nyingine ni dharau. Nyingine ni mawasiliano ya kawaida. Sisi kama unamwambia zamani unamwambia baba nataka shilingi 100, nimeambiwa skuli nipeleke shilingi 100. Ukimwona kaweka kidole huko kwenye kichogo anajikunya, ujue maana yake hana au hesabu zinamgomea. Unasemaje? Shilingi 100 inatakiwa ile noti ya Masai. Haya nimesikia. Basi ujue hapo ni tatizo. Lakini ukisema nimeambiwa nipeleke skuli shilingi 100, akaanza kusearch mfuko hivi, unatia matumaini kwamba hiyo inatoka. Zote hizo ni body language, lugha za ishara na mambo. Na kila lugha mengine tunakubaliana na dunia nzima yako hivyo, mengine kuna baadhi ya watu wanatumia hivi, kuna baadhi ya watu wanatumia vile. Kama kufanya hivi maana yake ni kitu kidogo. Kifanya hivi maana yake kalile. Hebu nipe. Yaani japo kidogo lakini kuna baadhi ya jamii nyingine ukifanya hivi maana yake kitu kizuri. Umefanya kitu kizuri? Sisi kwetu kuashiria kitu kizuri unafanya hivi. Sasa inatoka sauti au haitoki, lakini maana yake kile kitu kimefanyika poa, bomba, smart. Kwa hivyo hizo ndio zote. Sasa utahadhari sana na hii body language. Lugha yako ya kiishara haipeleki dharau. Ndio anamwambia wala tusair khaddaka linnas, wala usifinye shavu lako kwa watu, maana yake usiwadharau. Kinaya hiyo. Ndio yale tunasema kila siku. Hatuwezi kuitafsiri Qur'ani kwa maana ya kwanza tu. Kwamba basi ina maana usikunje shavu lako hivi. Hiyo kila wakati umekaa hivi. Yamejaa mashavu au maana yake usidharau. Na kuna wengine hawakunji, anakunjika mashavu kwa uzee. Kwa hivyo usidharau. Wala tamshi fil ardi maraha, inajirudia tena. Wala usitembee katika dunia hii kwa mikogo, kwa maringo. Yani usiringe, usijione. Usiwe na nyodo. Maneno ya vijana sasa hivi tunawaambia maneno yao vile vile nyodo, Ingawa zamani neno hili nyodo kwetu sisi lilikuwa halipo hili. Unakumbuka mzee zamani hatakuwa tukitumia? Lilikuwa hapo tangu zamani. Tangu zamani. Nimeanza kulisikia hivi sasa. Wewe Amaro umelisikia zamani? Mimi utoto wangu sikumbuki neno nyodo, nalisikia sasa tu sana. Ala kuna hali pengine lipo tangu zamani. Usiwe na nyodo. Haya. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, la yuhibbu, hampendi kila mukhtalin fakhur, kila mwenye majigambo, mwenye kujifakharisha. Kila mwenye majigambo, anayejisifu sana ndo anayejigamba. Anaweza kujisifu kwa maneno, anaweza kujisifu kwa vitendo, anaweza kujisifu kwa ishara tu. Akajaa upepo, kajionea taruka sasa hivi kwa sifa
alizonazo. Huyo ndo mukhtal. Na fakhur, mpenda fahari, kila penye kusifiwa yeye ndo anapataka. Akilaumiwa, akikosolewa, inakuwa balaa kubwa sana. Au akiwa hajasifiwa, mbona hamnisifu? Na hizi tabia hizi wanakuwa nazo wakati mwingine wasanii, wana michezo. Yaani msanii akiimba alafu hajatunzwa anaweza kwenda kujiuliza maswali 100. Ilikuwaje? Akiimba hajashangiliwa anaweza kujiuliza maswali 100. Na ndio maana wengine unawakuta jukwani mpaka wanavua nguo ili apate kushangiliwa. Anaanza kutoa kofia, anarusha, watu wanaigombe. Anavua fulana, anarusha, mwisho anavua na suruali. Anatafuta kule kushangiliwa. Na pia inajitokeza kwa wanasiasa. Wanasiasa wao wana kigezo kingine kwamba akishangiliwa maana yake anaungwa mkono kwa lile lisema. Lakini akiona hashangiliwi, wakati mwingine anajiuliza maswali 100 kidogo. Hawajafahamu. Mbona kimya? Anaanza kuambia wahamasishaji, lete vitu kidogo. Yanaingia majimbo na nini na lakini wao lengo lao kuona yanafika na kweli wanaungwa mkono. Na hata wasanii ni hilo. Lakini sasa tena usifike mahala kwa kushangiliwa ukapitiliza, uwe na kiwango. Na wakati mwingine hata sisi mashekhe, mwingine akizungumza kama hajatoka zile takbir, Allahu akbar, takbir, hawezi kuzungumza. Anaona hapa hajasema kitu. Niko na mtu mmoja katika wazungumzaji wenzangu ananiambia, wewe unaweza kuzungumza kwenye jitimai saa nzima pale halafu hakuna hata shangwe lolote. Ambia mimi nafanya kama nafundisha tu. Nashuka tu na mada yangu, lakini mimi nikiwatizama tu watu kwenye nyuso zao najua kuwa hapa wananiunga mkono au hapa wananipinga, hapa wanatia wasiwasi kwa saikolojia yangu mwenyewe. Na nitosha. Sina haja ya kuambia takbir. Hapo. Ndipo hapo. Wambile wasikile. Hizi sili kwenye mikutano ya siasa sawa, lakini kwenye dini mimi sina lazima nazo. Sasa kuna wengine kama hajazipata hizo, anaona bado jambo halijafanyika. Hamasa. Kula mukhtarin fakhur. Na katika maisha vile vile wako ambao wanapenda kujifakharisha. Kuna watu gari ananunua kwa kiwango chake, nguo ananunua kwa kiwango chake, anaona gari hii haifanani na mimi, anatafuta wengine wengine ni kwa sababu ya kazi, lakini wengine kwa sababu ya kujifakharisha. Sasa huko nako kidogo tunatakiwa tukutizame katika tabia. Wa maana tusair khaddaka. Yeye kasema tusairu, kantilia dhumma hapa katika kufafanua lakini kule ilikuwa ni katazo. Wala tusair, kwa tusair fi'l mudhari majzumun bila an-nahiya wa alamul jazmi sukun. Wala tusair, lakini hapa sema wa maana tusairu, na maana kufinya shavu khaddaka, shavu lako linasi kwa watu, aitumiluhu, kwa maana unalemeza upande mmoja, wa ta'ridu bihi ani nasi, na unawapuuzia watu, takabburan alaihim, kwa kujiona mkubwa juu yao. Kwa hivyo anaitafsiri maana ya tusair. Wal marahu, na marah at-tabakhturu, ndo mikogo au maringo. Ya tabakhtaru maana yake anaringa, nyodo. Waqala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika aya nyingine, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Ndo yale niliyosema kule mwanzo katika suratul Qasas. Hakika Qaruna alikuwa ni katika kaumu ya Musa, ni katika watu wa Musa. Nabii Musa alayhisalam alikuwa mwana Israeli, lakini mtawala Firauni alikuwa ni Mkopti, Misri, si Muisraeli. Lakini Nabii Musa alilelewa katika nyumba ya nani? Ya Firauni. Lakini watu wake si watu wa Firauni kiasili, yeye ni wale wana wa Israeli. Hasa huyu Qarun alikuwa yeye anatokana na hawa wana wa Israeli. Wala hatokani na kabila la Firauni, na wala hajalelewa ndani ya nyumba ya Firauni kama ilivyo kwa Musa. Kwa Mwenyezi Mungu anambainisha kwamba alivyo. Inna Qaruna, hakika Qarun kana min qaumi Musa, alikuwa anatokana na watu wa Nabii Musa. Kwa nini Mwenyezi Mungu anabainisha hili? Kwa sababu yeye Qarun alikuwa hataki aonekane kuwa anatokana na wale watu wa Musa. Kwa sababu ile tabaka lilikuwa linaonewa, linadhalilishwa, na yeye keshapata pesa, kwa hivyo anajisebua, anajitoa kwa yeye hayumo. Na hili limo katika maisha.
Kuna mtu anaweza kuwa katoka Pemba kaja kahamia Unguja siku nyingi hapa, basi tena yeye hataki kuonekana kwa yeye ni Mpemba. Pengine ana vijisenti kidogo hivi, ana kijumba kizuri, ajifanya yeye hayumo. Umenifahamu? Mwingine katoka bara na kabila lake lote lilonalo akahamia hapa, kaja mdogo kisha kuwa hapa, kachanganyika na watu siku nyingi, basi tena yeye anajifanya hana asili ya bara. Tena wakati mwingine anajifanya kuwashambulia wenziwe na hawa bara bwana, wakati naye ni mtu huko. Na hata wa jamaa zetu na hawa Pemba bwana, wakati naye ni wasilio wapo. Na wengine jamaa zetu wa Zanzibar wanatoka Unguja au pengine pote, anakwenda kukaa bara, anakaa miaka, anajifanya tena mpaka kuzungumza kwake. I say bwana, nge pesa zangu bwana, nge hela zangu. I say mambo gani sasa tunafanyana haya afu anajiondoa, anajifanya kama si mtu kutoka Zanzibar. Tunao sababu ya kujitoa kwenye asili yako nini? Mkatakao mtumwa, au tuseme mwanga, bora mwanga. Hasa naye Karuna alikuwa anajisebua, anajitoa yati si mtu tena wa kaumu ya Nabii Musa, kwa sababu kapata vijisenti kidogo, anajisogeza kwenye taifa lengine la wale akina Firauni. Inna Karuna, Mwenyezi Mungu anamfedhesha kwa taukidi kabisa, hakika Karun kana min qaumi Musa, alikuwa katika watu wa Musa. Lakini fabagha alaihim, akatamba juu yao, akawana nyodo, akatamba. Tena kutamba juu yao alikuwa anatumika kuwadhulumu wale wenzake, anawakopesha mikopo ya riba, anawagonga kwenye bei na mambo chungu nzima, anaisaidia zaidi dola ya Firauni dhidi ya jamaa zake, kwa sababu naye anapata na nadhani kwamba kule atatambulika zaidi, kwa sababu ndio kuna watu wenye vitu. Wa atainahu, na Mwenyezi Mungu asema tulimpa Karuni minal kunuzi, katika hazina, ma ambazo kwamba inna mafatihahu, kwa hakika funguo zake tu hizo hazina, yani yale mastoo yake kwenda kufungua, latanu bil usbati, yana kichosha kigenge au kikundi cha watu, ulilikuwa wenye nguvu kuzibeba zile funguo tu. Basi wapatikane watu walioshiba maziwa ya mama zao vizuri, wabebe funguo tu za stoo zake, sio mizigo. Funguo, kumbuka funguo zile funguo za zamani zinakuwa za shaba, alafu refu hivi kama kiganja. Kwanza uliingize kaka na uhakikishe kwamba meno yamekwenda kuingia ndipo, alafu unazungusha 1, 2, 3 ndio linafunguka. Maghala yake yalikuwa na funguo ambazo zinahitaji kikundi cha watu, na usba kuanzia 7 na kuendelea mpaka 10, 11. Kwani kule kwenye sura Yusuf walisema la in akalahu dhibu wa nahnu usba, ataliwaje huyu na mbwa mwitu na sisi ni kikundi? Walikuwa wangapi? Kwani walizaliwa 12 wanaume wale, Yusuf na ndugu yake Binyamin. Ndugu yake alikuwa kaachwa nyumbani, kwa hivyo wale ni 10, wakajiita usba, kuwa ni kikundi. Kwa hivyo manake kama hivyo ndivyo, basi manake hawa watu hawapungui 10 wanaobeba zile nini funguo tu, wanahitajika watu 10 wakubeba funguo. Si mchezo. Ikiwa itachukuliwa katika dhahiri ya maana ni kuzibeba hivi, ikiwa itachukuliwa kwa maana nyingine ya ndani ni kwamba kuzishughulikia zile funguo panahitajika watu wangapi? Watu 10. Kila mmoja anashughulika na ufunguo wake na banda lake, kila mmoja na store yake, ikiwa utataka kwenda kwenye maana nyingine ya ndani. Lakini maana ya dhahiri ni kuzibeba mpaka wanachoka. Lakini hili ni kinaya an kathrati mali, ni fumbo la kuonesha kuwa mali yake ilikuwa nyingi. Ni kama kusema mke wangu anakanga mpaka nyingine hazijui. Na wanawake ndio walivyo, anaweza kuwa na nguo zomo ndani ya kabati nyingine hazijui. Kuna mmoja kamnunulisha mumewe nguo mpya, kurudi nyumbani kumbe anayo, hazijui hata. Tofauti na sisi wanaume, mimi sasa hivi kuniuliza kanzu langu ngapi, nitakutajia kwa majina, sura na mahala zilipo. Lakini wenzetu wanawako wanaume wengine mabisho, chupi tu, ana begi lake maalum la chupi tu, wamomu la tanu bil usbati, basi huwachosha kikundi
ulil quwwa, cha wenye nguvu kubeba tu funguo hizo au kushughulika na funguo hizo. Manake alikuwa na mali nyingi sana. Idh qala lahu qaumuhu, alipoambiwa na watu wake, la tafrah, usifurahie hali hii, usishangilie hali hii, ina wajibu wake hii. Usikusanye tu, kumbuka kuna haki nyingine zinatakiwa fanyaje, zipatikane humu. Na usifurahie hali hii kwa sababu unazipata kwa kuwadhulumu wenzio. Kukusanya mali kupo, lakini kwa njia zipi unaikusanya? Na ushaipata, matumizi yako ni yapi? La tazulu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba'a, haitaondoka miguu ya mja siku ya kiyama mpaka ulizwe mangapi? Manne. Moja katika hilo, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, na kuhusu mali yake kaichuma vipi na kaitumia vipi. Income and expenditure. Na hiyo ndo kanuni ya bajeti. Bajeti inacheza kwenye mambo mawili tu, income and expenditure, kilichoingia na kilichotumika. Basi wakamwambia la tafrah inna Allah la yuhibbul farihina, Mwenyezi Mungu hapendi wenye kufurahi kwa namna yako, sio wafurahi wote tu. Alfarihina, wenye kufurahi kwa namna yako. Tunafurahi kwa namna nyingine Mungu atuchukii, lakini hivyo unavyofurahia wewe kukusanya mamali kwa njia ya dhulma na kuonea watu, Mwenyezi Mungu hapendi watu namna hiyo. Lakini tumesema kisa cha Karun kinaelezwa katika sura Al-Qasas kwa upana zaidi kidogo kuliko hivi. Ila kaulihi ta'ala, mpaka Mwenyezi Mungu aliposema kuhusu habari ya Karun, fakhasafna bihi, tukamdidimiza yeye, wa bidarihi, na ile nyumba yake, al-ardha, katika ardhi. Na nyumba imetajwa hapa kwa sababu hiyo nyumba nayo ilikuwa si ya kawaida. Nyumba ilikuwa si ya kawaida. Kwa hivyo tukamwangamiza yeye na nyumba yake katika ardhi. Al-ayat, aya zimeendelea kusema mengi. Kama kawaida yake mwandishi wetu anakusanya baadhi tu ya aya zilizokuwa zinafungamano na kile anachokifundisha. Na kama alivyosema Riyadhus Salihina, kitabu hiki kina msaada mkubwa kwa wanaotoa hutuba za Ijumaa kwenye membari, kina msaada mkubwa kwa watu wa mawaidha popote pale, ikiwa kwenye redio, kwenye TV au kwenye umma kama hivi, na watu wengine kinaweza kusaidia. Lakini hawa kinawasaidia moja kwa moja kwa sababu anakukusanyia zile aya zinazohusu maudhui na hadithi zinazohusu lile jambo ambalo analizungumzia. Anaanza na hadithi, na ndio madhumuni makubwa ya kitabu. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yadkhulul jannata au la yadkhulu, kwenu kaandika la yadkhulu, la yadkhuli bidhammi, kwangu kantilia kisra na wasiwasi nayo na nitasema. Kwa hivyo waliotiliwa kisra waweke dhamma kwenye lam, kama yadkhuli kasema, kama kasema yadkhulu basi ndio sawa. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Na hapa kwangu mimi kaandika inna ar-rajulu, kitabu changu kina makosa ya nahau sana hichi. Inna ar-rajula, si ndio? Pana fatha, hii dhamma wala haipo. Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi ihtiqaruhum. Hadithi nzuri kweli, na aloizidishia uzuri ni huyu mtu aliyetajwa humu ndani. Hebu tutazame kutoka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahaba mashhuri, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallam, qala, kasema, la yadkhulul jannata, hatoingia peponi, man kana fi qalbihi, aliyekuwa ndani ya moyo wake, mithqalu dharratin, uzito wa chembe ndogo, min kibrin, ya kiburi. Ndio ile faman ya'mal mithqala dharratin khairan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran. Na dharra ni chembe ndogo sana. Katika kuelezea udogo wa chembe hiyo wanazuoni wamepishana, lakini wote wanazungumzia udogo. Mmoja akasema ni kama hivi chembe zinazotoka wakati unapofanya kama unatema mate, ukifanya kile kidogo kinachogusa kile ndio dharra, ambacho hata kwa jicho hakionekani. Na mwingine akasema dharra ni zile chembe chembe unazoziona wakati mwangaza wa jua umepenya kwenye tundu, kama unapiga kwenye nyumba ambayo ina kiza,
Unaona mwangaza unapopiga alafu unaona kama kuna chembe zinacheza disco mle ndani, zinazunguka zunguka hivi zinakata viuno. Ile moja ile ndio dharra. Lakini wamefika sasa hivi wanasayansi, dharra umetafsiri kuwa ni atom, atomic bomb, kombora dharria. Kwa dharra kwao ni kitu small particle which cannot be seen, kipande kidogo ambacho hakiwezi kuonekana, ndio dharra. Tumefahamiana? Kwa hivyo maana yake ni kitu kidogo. Kwa hivyo la yadkhulul jannata, hatoingia peponi man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin, atakayekuwa ndani ya moyo wake ana uzito wa chembe ndogo ya kiburi, hatoingia peponi. Kwa hivyo ina maana pepo inahitaji mtu awe kibriless, awe hana kiburi. Lazima upambane na kiburi ili upate sifa ya kuingia wapi? Peponi. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja, hakutajwa nani na bila shaka atakuwa ni sahaba, kwa sababu haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anazungumza na Waislamu na wanaomuuliza ni Waislamu. Paka isemwe kwamba alikuwa kafiri. Lakini hapa haikutajwa, kwa hivyo tunachukulia kwa ujumla wake alikuwa Muislamu. Inna rajula, hakika mtu, yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan, hupenda nguo yake iwe nzuri, wa na'luhu hasanan, na kiatu chake kiwe kizuri. Je, hiyo nayo ni kiburi? Kwa mtu anapenda kuvaa vizuri, nguo nzuri, viatu vizuri, Na kataja mambo mawili tu kwa njia ya mfano, kwamba mtu anaweza kupenda nguo yake iwe nzuri, kiatu chake vizuri, lakini anaweza kuwa nyumba yake iwe nzuri, gari yake au usafiri wake uwe mzuri, kula yake iwe, mke wake pia awe mzuri. Sende ukaoa mwanamke anafanana na wewe kwa sura mpaka ukajiuliza ni mimi mwenyewe au mtu mwingine. Labda kama unajiona mzuri, katafuta anaofanana na wewe. Mwanamke mzuri, roho yako iridhike. Tumefahamiana? Je, ikiwa mtu anapenda mazuri kwa ajili ya nafsi yake, itakuwa ni kiburi? Itakuwa ni kujiona? Qala, Mtume akasema, inna Allaha jamilun, yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ni mzuri kwa hakika, yuhibbul jamala, na anapenda mambo mazuri. Manake angemwambia tu si tatizo, si kosa, kampeleka mbali zaidi. Manake angetosha kumwambia si kosa, akaambia hata Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda vizuri. Kwa hivyo na wewe ukipenda vizuri si kosa. Muhimu unavipenda kwa njia za halali. Tumefahamiana? Alafu akamfafanulia kiburi ni nini, na ndio madhumuni ya kuileta hadithi hii mwandishi. Al-kibru batarul haqi, kiburi ni kuitambia haki. Ile haki unaitambia, yani wewe unatamba juu ya haki, kwamba kama ni ukweli unakataa, mmesema hivi sitaki. Hicho ndio kiburi, japo kwa jambo ni la kweli. Au umeambiwa msaidie fulani, jamaa yako ana shida na wewe uwezo nao, nasemaje, mali ni yangu, mwache afle mbali kwa njaa, sitaki. Sasa hiyo ndio batarul haqi. Bwana, hapo umekosea, umenigonga, niombe radhi. Sikuombi radhi na sikutengenezea kitu chako, unasemaje? Utanifanya nini? Hiyo ndio batarul. Unaitambia ile haki, badala haki kutamba juu yako, wewe unatamba juu ya haki. Na hili linakuja kwa mambo mengi. Mmoja katika nchi za Kiafrika na Asia ni madaraka. Upande wa madaraka hili lipo. Baadhi ya watu wakipata madaraka wanatamba, hata kama wao hawana haki juu ya lile wanalotamba. Jengine mali, baadhi, sisemi wote, hata kwenye madaraka sisemi wote, anatamba kwa mali. Wengine wanatamba kwa elimu, hata kama umesoma kiasi gani, lakini kuna mengine unaweza kuambiwa huyajui, unatamba vipi sasa. Wengine wanatamba kwa umaarufu, sisemi wote, nasema baadhi. Wengine wanatamba kwa uwenyeji, kwamba hapa kwetu mi alwatani, hapa utanifanya nini? Nalo tatizo. Usiitambie haki bwana. Haki ndio itambe juu yako, sio wewe unatamba juu ya nini? Juu ya haki. Batarul haqi wa ghamdun nasi, na kudharau watu, na kudharau, simdharau mtu vyovyote atakavyokuwa, kwa kabila yote atakayokuwa nayo, kwa mazingira yote atakayokuwa nayo, yule ni mtu, lazima umpe heshima yake. Kila mtu ana haki ya kuheshimiwa. Kudharau watu,
akaitafsiri baada ya vidoto viwili ihtiqaruhum, kuwadharau. Hayo ndo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafafanua katika kuielezea maana ya kiburi. Tumefahamiana eh? Wa an Salamata ibn al-Akwa, na kutoka kwa bwana Salama bin Akwa. Hii akwa tumesema kwa watu wengine inaikuwa ni maji, na wengine sema agwa. Agwa ni maji, wengine wanatuambia labda Kireno agwa ni maji. Si kulikuwa kuna maji yanaitwa Zan Agwa au Zan Akwa? Sasa tunaita Zan Akwa lakini nasikia wenyewe wanasema yanaitwa Zan Agwa. Yaani agwa ni maji. Lakini agwa kwa Kiswahili cha ndani kubwa ni kuanguka. Na maji yanaanguka, kwani maji yanafanyaje? Si yanatoka yanakuja zake kaanguka. Haya, huyu Salama bin Akwa, Salama agwa, na kuna agwa ile ya kuagwa mtu kuondoka. Wa an Salama ibn al-Akwa radiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam bishimalihi faqala kul bi yaminika qala la astati'u qala la istata'ta ma mana'ahu ila al-kibru qala fama dafa'aha ila fihi, rawahu Muslim. Hadithi tulikuta katika somo moja huko nyuma na sasa inajitokeza tena. Salama mwanamume huyu, sio Salama mwanamke. Unaona, an Salamata ibni managani, mtoto wa kiume. Naliwahi kusema hapa kwamba baadhi ya Waarabu kwao Salama ni mwanamume, hasa tulipokuwa tukizungumza habari kwenye sura min sahaba Ummu Salama na Abu Salama. Tuseme Salama mtoto wao wa kiume, si mtoto wa kike. Tumefahamiana eh? Salma wote wanakubaliana kwamba huyu ni mwanamke. Salama ndo kuna mtihani. Wengi wao wanamtumia Salama mwanamke, lakini wengine hata hiyo Salama yuko mwanamume anaitwa Salama. Na Salama ni mwanamume. Lakini huku kwetu tutahadhari, usije ukalipenda jina hili ukasema mwanangu mwanamume namuita Salama au Salama. Toba ya Rabbi. Utatakiwa mnunulie kanzu, magauni mapema sana. Kwa hivyo tusiyaige sisi haya kwa sababu ya mazingira yetu hayafanani na kuiga majina haya. Wa an Salamata ibn al-Akwa radiyallahu anhu, Mungu amwiradhi huyu mwanamume, anna rajulan, kwamba kuna bwana mmoja akala inda Rasulillah, alikula chakula alipo Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bishimalihi, kwa mkono wake wa kushoto. Yule bwana alikuwa anakula kwa mkono, wala si kwa kijiko, kwa mkono moja kwa moja. Faqala, akasema Mtume sallam, kul bi yaminika, kula kwa mkono wako wa kulia wewe. Qala, akasema la astati'u, siwezi. Nimeshazoea kula kwa mkono wa kushoto, siwezi kula kwa mkono wa nini? Wa kulia. Mazoea manake. Si kwamba mgonjwa au kakatika mkono. Kazoea. Na hili nalo tuliangalia vizuri. Kwa sababu mataifa ya magharibi yana utamaduni wao katika kula na nini Kuna utamaduni wa kukamata umma ule wenye ncha tatu kwa mkono wa kushoto na kisu kwa mkono wa nini? Wa kulia. Kama iko nyama hivi imeletwa kavu hivi, wanakula, anaweka ule umma anachomeka kwenye nyama, alafu anakata kwa mkono wa kulia. Alafu anachukua kile kipande cha nyama kwa umma mkono wa nini? Wa kushoto, alafu anafanyaje? Anakula. Ndio utamaduni wao. Na baadhi ya wasomi wetu na wengine viongozi wetu waliosoma hasa nje katika nchi za Ulaya wanakuja wakiwa na utamaduni huo. Siku moja mimi nilikuwa kwenye shughuli fulani, nikakamata kisu mkono wa kushoto na umma mkono wa nini? Wa kulia. Nikachomeka ile nyama, nikakata. Jamaa mmoja kaniangalia akasema, wewe huli kama unavyokula wazungu. Nikamwambia, kwa wazungu hawali kwa kutumia mdomo? Au chakula wapeleki tumboni? Nilikuwa nishajua anachokusudia, lakini na mimi nikaona nimpigie tikitaka kwanza. Akanambia wanakamata kisu kwa mkono wa kushoto na wanakamata umma kisu kwa mkono wa kulia na umma wanakamata kwa mkono wa kushoto. Si kama ulivyokamata wewe. Nikamwambia kweli na nimewaona mimi. Lakini kuna ulazima gani kuiga hili? Kwani la msingi si kuikata nyama? Na alafu la msingi nyama kwenda wapi? Ikafanya kazi zake tumboni na ikatoke kule inakokusudiwa.
Hasa ukikamata kwa kulia au kamata kwa kushoto, utakuwa lazima tuwafuate vipi? Sasa hizi ndio tamaduni zetu Waislamu. Tutahadhari, wala tusiogope sana kujadiliwa. Tunao msingi sisi, laqad kana lakum fi rasulillahi. Si kosa kubwa la kuandikiwa madhambi kiasi hicho, lakini ni vizuri bora kushika utamaduni wetu Haya basi, akasema la astati'u, siwezi. Qala la stata'ta, tumekwambia na usiweze. Ile la stata'ta manake na usiweze. Kakasirika Mtume, kanamwambia kwa hasira na usiweze, potele mbali. Ma manaahu illa alkibru, hakuna kilichomzuia isipokuwa kiburi, hataki kubadilika. Tunazungumza kiburi hapa, batarul haqi, kuitambia nini haki. Unafahamishwa alafu sema siwezi. Actually sisi wengine tumekulia Ulaya, so we cannot do like you. Ndio batarul haqi. Tumefahamiana? Mimi British bwana, unajifanya tayari mtu wa matawi ya juu. Sasa hiyo ndio kiburi. Basi akamwambia na usiweze. Hakijamzuia kwa kiburi. Qala, anasema fama dafa'aha ila fihi, anatuambia huyu Salama bin Akwa ndo mwandishi, basi hakusukuma tena mkono ule kwenda mdomoni kwake. Je, ni pale pale aliacha baada Mtume kukasirika, au Mungu alimjalia ikawa ule mkono umepooza? Maana unajua hasira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia kwamba na usiweze, la stata'ta. Malaika anaweza kuichukulia pale ikawa dua ile, na usiweze, basi kama kamwapiza, ikaenda zake moja kwa moja, ikawa tena kono lake la kushoto haliwezi kushika chochote. Lakini hii baadhi ya wafasiri wanasema hapana, haifanani, kwa sababu Mtume alikuwa na huruma. Na pale aliposema Mwenyezi Mungu, ma arsalnaka illa rahmatan, na hatuja kutuma isipokuwa kwa huruma kwa walimwengu wote, hakusema lilmuslimina. Wakati angekuwa kafiri basi singekuwa hivyo, kasema lil alamina. Hata ingekuwa mbwa, maana alamina ni vilimwengu, mpaka mbwa anaingia. Kwa hivyo hakunyanyua tena kutoka siku ile, manake alikoma, akaachana na ile habari ya kula kwa mkono wa kushoto. Sio kwamba alimlaani akapata kupooza mkono kwa jambo kama hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam hafanyi hivyo, ni mtu mwenye huruma. Tumefahamiana? Na natahadharisha, nimesema hivi, lakini watu wa vyombo wanaweza wakakata kile kipande nilichosema, kuwa ukapooza mkono haunyanyuki tena kuanzia siku ile, wakasema Sheikh Msaba anasema Mtume kamuombea dua mtu upoze mkono ukapoza. Ndio watakapofanya baadhi ya watu. Sisi tunajua hii propaganda, tunapigwa vita, lakini na sisi tunajua kupigana. Naweka akiba maneno kabisa. Tumefahamiana? Ukiujua huu ujui, twende chaka mchaka hii, kindumbwe charira. Rawahu Muslim. Hadithi kaipokea nani? Muslim. Wakatakata vipande, wakakata. Safari tuone utakata vipi. Wa an Harithah ibn Wahb radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu ala ukhbirukum bi ahli an-nari kullu utullin jawadhin mustakbir, muttafaqun alayhi wa taqaddama shar'u fi babi dha'afati al-muslimin. Wa an Harithah, na kutoka kwa Haritha, na huyu ni mwanamume, ibn Wahb radiyallahu anhu qala, sahaba Mungu amwiradhi, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema hivi, ala ukhbirukum, je nisikupeni habari bi ahli an-nari, ya watu wa motoni. Na hii istifham tashwiqi, katika balagha inaitwa istifham tashwiqi, kuuliza kwa kuwatia shauku. Bila shaka anajua kuwa wanataka kupewa habari za watu wa motoni. Kwa nini wapewe habari za watu wa motoni na wao hawataki kuingia motoni? Ili waweze kuepuka tabia zao. Mtume akajibu mwenyewe, kullu utullin jawadhin mustakbir, kila mkorofi, msema ovyo, mwenye kiburi.
kila mkorofi, msema ovyo, mwenye nini? Kiburi. Utullin ba'da dhalika zanim an kana za malin wa banin idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Utullin, mkorofi, mnyambi, yeye akiambiwa zuri analigeuza baya, na akitaka kulisema baya analigeuza zuri. Difficult person, mtu mmoja mgumu sana. Utashi wake unamuongoza kwa lolote analotaka, liwe zuri liwe baya. Mkorofi ndio utuli. Hii ni sifa moja kubwa ya kuingia motoni, na ambayo katika historia ya Kiislamu amehusishwa nayo sana Walid bin Mughira. Ndo pale wengi wanasema inamhusu yeye, utuli baada dhalika zanim, mkorofi baada yote hayo ni koba. Zanim, koba. Hili neno kidogo la ndani wanalijua wale wenye kulijua koba, lakini maana yake ni mwana haramu, mtu aliozaliwa nje ya ndoa. Ndio ile akasema kula mtu ana baba ila koba na Mungu. Kula mtu ana baba ila koba ana Mungu. Yaani kila mtu anaye baba yake wa kumtambia, huyu babangu, lakini mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa labda atambe kwa Mungu, lakini kwa baba hana wa kutamba naye. Kwa hivyo utuli, mkorofi. Jawadhin, mropokaji, yeye lolote lile analolisema, anataka kulisema analisema tu, hatizami anamwambia nani, litapokewa vipi. Ana mdomo mchafu, maneno yake ya ovyo, hapimi, hachungi. Tena mustakbirin, mwenye kiburi, anajiona yeye mkubwa kuliko mtu yoyote, hana mtu anayemuogopa, hana mtu anayemheshimu. Yeye tu na kichwa chake kinavomtuma. Hizi ni sifa za watu wa motoni. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na sifa hizi, na sisi wenyewe tufanye bidii ya kukaa nazo mbali. Muttafaqun alayhi. Hadithi imefikiwa na Bukhari na Muslim, watakadama sharhuhu, na imeshatangulia ufafanuzi wake vibabi katika mlango wa dha'afatil muslimina, wanyonge katika Uislamu. Rudi huko nyuma utaikuta. حديث نوفواتا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. Hadithi nyingine hii tunakumbana nayo leo, nzito kweli, nzito kweli. Tuliza kichwa uipokee. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, na kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sahaba, qala an an-nabii, kutoka Mtume sallam, qala, kwamba Mtume kasema ihtajjatil jannatu wan naru, vilijengeana hoja pepo na moto, au unaweza kusema vilishindana pepo na moto. Ihtajja inatokana na hoja. Kwa hivyo vilijengeana hoja, kwamba kila mmoja anajaribu kujenga hoja yake, kwamba mimi nipo kwa hoja ipi dhidi ya huyu mwingine. Vilishindana pepo na moto. Faqalat an-naru, moto ukasema, wa jahannam fiya, kwa tashdidi liyai, ndani yangu mimi, aljabbaruna, watakaa watemi, walmutakabiruna, na watu wenye kiburi. Kwa hivyo mimi kiboko kuliko wewe pepo. Kwako pepo utaingia watu laini tu, mimi watakuja viumbe humu. Si mchezo. Na kazi kubwa mimi mwenzio. Wewe kazi yako kubembeleza, mimi kazi yangu kutia adabu. Vitu tofauti. Wewe unasomesha nasari, mimi nasomesha chuo kikuu. Vichwa, anaingia mwanafunzi kavuta bangi na mwalimu kaipuliza hiyo bangi. Umo kwenye mhadhara mmoja. Chuo kikuu hicho, mwalimu kishapuliza na mwanafunzi kishapuliza. Mtoa mihadhara kawaka na msikiliza mhadhara naye kawaka. Uone kitakachokuwa. Fi aljabbaruna,
ndani yangu mimi wataingia watemi walmutakabbiruna, na watu wenye kiburi. Firauni atakuja humu, Hamani atakuja humu, Namrudh atakuja humu, Abu Jahali, Abu Lahabu, unawajua wewe wote wenye majina ya kutisha, humu ndo wataingia na wenye kiburi. Kwa hivyo mimi nina kazi kubwa kuliko wewe. Moto unaiambia nini? Pepo. Waqalatil jannatu, na pepo ikasema kujitetea, fiya du'afa'un nasi wa masakinuhum, ndani yangu mimi wataingia watu dhaifu na maskini wao, wanyonge, watu wanyonge na maskini wao ndio watakaoingia kwangu. Hii hatari, tukajitia unyonge na maskini ili tupate pepo. Faqadha Allahu, akaamua Mwenyezi Mungu bainahuma, baina yao, baada ya kusikia ugomvi wao, mjadala wao. Asema innakil jannatu rahmati, sikiliza, hakika we pepo ndio rehema yangu, arhamu biki man ashau, nitamhurumia kuingia kwako yoyote ninayemtaka mimi. Msianze kugawa watu hapa mkasema mimi wangu nani, wangu nani, hiyo si kazi yenu. Peponi nitaamua mimi nani aingie. Yani kama ingeambiwa pepo ichague wa kuwaingiza, ingechagua maskini na watu wanyonge. Na moto kama ungeambiwa uchague wa kuingiza, ingewaingiza watu wenye kiburi na watemi. Lakini Mwenyezi Mungu asema hilo hamtolifanya nyinyi. Nyinyi mpo tu, mimi ndo mfanyaji, nani aingie huku na nani aingie. Kwa hivyo wewe pepo ni huruma yangu, nitarehemu kwa wewe pepo yoyote ninayetaka kumrehemu. Wa innaki naru adhabi, na hakika wewe moto ndio adhabu yangu, uadhibu biki manashau, nitaadhibu kwa wewe yote ninayetaka kumwadhibu. Hamtoamua nyinyi, nitaamua mimi. Walikilaikuma alayya mil'uha, na nyote wawili kwangu mimi ni kuijaza. Pepo nitaijaza na moto nitaujaza. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmaina. Kwa hivyo habari za kujaza nitajaza mimi, huku waingie wangapi na huku waingie wangapi, si kazi yenu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akavihakikishia pepo na moto kuwa havitaamua. Lakini kama angeviachia kuamua, basi vigezo vyao vingekuwa hivi: watemi na wenye kiburi, ashabu shimali, watu wa upande wa kushoto; wanyonge na maskini, ashabu aliyamini, watu wa upande wa kulia. Kama vingeachiwa pepo na moto kuamua, uamuzi ungekuwa huo. Lakini Mwenyezi Mungu hakuviachia, ataamua yeye, na kwa hivyo huku na huku kote watapatikana watu kwa mafungu tofauti. Lakini basically, kimsingi, umeona mwelekeo ulivyo, kwamba kiburi na utemi ni alama za watu wa motoni. Ndio jambo kubwa ambalo mwandishi wa kitabu hiki anataka tujifunze. Hadithi inayofuata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la yanzuru Allahu yawm al-qiyamati ila man jarra izarahu bataran, muttafaqun alayhi. Piga mstari kwenye neno bataran, ndipo ninapopataka hapa, nalo rungu la kumtandika mtu kichwani. Wameataka wenyewe, yalobaki shauri yao. Mombasa hiyo iliimbwa, anajua yule kule. Wameataka wenyewe, lilobaki shauri yao. Wa an Abi Hurairah, na kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu amesema, la yanzuru Allahu, hatotizama Mwenyezi Mungu yauma al-qiyamati, siku ya kiyama. Na yauma bil fathi, kwenu mimu imetiwa dhamma, imetiwa fatha, yauma. Fatha yauma ndio sawa sawa. Kama kuna mtu ametiliwa yaumu, itakuwa sio mahala pake kiirabu yauma, kwa sababu pamekuja dharfu. La yanzuru Allahu yauma al-qiyamati, hatoangalia Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, ila man, kwa yule ambaye jarra izarahu, amekokota kikoi chake au amekokota saruni yake, yani nguo yake ya chini na buruza. Hatomtizama Mwenyezi Mungu, manake nini? Hatomhurumia. Kutizama hapa sio manake kukaa ukaangalia hivi. Sisi Kiswahili chetu cha kizamani nasema huyu hawatizami jamaa zake. Jamaa mmoja alipoambiwa hivyo, wewe utizami jamaa zako,
ikabidi awaite wote, akawapiga mstari, akamwambia simameni. Hapo akaanza kuwatizama mmoja, akasema hawa na watizama. Sio maana yake hiyo. Kutizama maana yake kuwahurumia, kuwasaidia. Tumefahamiana? Kwani siku ya kiyama iwe Mwenyezi Mungu atutizame tu sisi? Kwani hivi sasa hivi hatuoni? Mbona Mtume anasema inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mwenyezi Mungu atazami sura zenu wala mali zenu, lakini anasema nyoyo zenu na vitendo vyenu. Kwa hivyo anatutizama. Sasa maana kutizama ni nini? Siku ya kiyama itakuwa ni rehma. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hatumrehemu. Tunarudi pale pale, kila mahala huwezi kutafsiri maana ya kwanza tu ya neno alafu ule ujumbe ukafika. Hata yeye Mtume sallam hakuzungumza kwa mtindo huo. Tutafundisha ndio wameataka wenyewe. Ilobaki sharia. La yanzuru Allahu yawm alqiyamati, hatomrehemu Mwenyezi Mungu, hatomhurumia Mwenyezi Mungu mtu ila man, kwa yule ambaye jarra izara, kakokota saruni yake, kakokota kikoi chake, yani nguo yake ya chini na burura. Lakini mbele akasema bataran, kwa ajili ya kujiona. Kafanya vile kwa ajili ya batara, kwa ajili ya kiburi. Kwa hivyo ina maana kinachohukumiwa hapa ni kiburi, sio kule kukokota nguo. Na anaweza kuikata ikafika karibu na magoti na akawa na kiburi. La msingi ni kiburi. Kwa hivyo inaonekana wakati ule ilikuwa kukokota nguo ni sehemu ya nini? Ya kiburi, kwa mazingira yalivyo. Kama hapa zamani huku kwetu ilikuwa mtu kuvaa kawoshi ni utemi. Kawoshi mnajua ile nguo ilokatwa mikono ikabaki mabega wazi. Asili yake ile imeitwa car wash kwa sababu walikuwa wanaovaa vile kwa ni wale waoshaji magari Ulaya. Mtu akifanya kazi ya kuosha gari ndio alikuwa anavaa nguo namna ile. Tena wahuni waliokwenda kule mabaharia wakaja wakawa wanavaa. Ikaitwa car wash Zamani mpaka leo ukivaa car wash inaonekana kidogo kama si barabara. Siku moja nilivaa mimi nikatembea mtaani kama hata wewe shekhe, ikabia sifanyi bataran kaoshi imekata. Sasa na huyu kukokota nguo ni ishara ya kiburi. Batarul haqi, kuitambia haki ni ishara ya kutamba. Kwa hivyo atakayefanya hivyo, na utaona Imam Nawawi hadithi hii hakuitia kwenye mavazi, kitabu libasi. Anaweza kuwa akaitaja lakini kaileta hapa kwa sababu ya kuelezea habari za kiburi, sio habari za mavazi. Kwa somo ni kiburi. Tumefahamiana vizuri hapo? Sio swala mavazi. Sisemi kwamba watu wakokote nguo zao, lakini nasema isije tena ikawa too much mpaka tukapata watu wanaingia msikitini na bukta huko kwa sababu ya kufupisha kanzu. Si mnaona wenzetu hao wanazifanya fupi mpaka mwisho kumwambia kae kwenye kiti au kwenye kochi hawezi kutanua miguu kwa sababu mambo hadharani sasa hivi. Isizidi ufupi kiasi kile. Kutoka kwake tena Abi Huraira qala, kasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yawm alqiyamati, watu namna tatu hatozungumza nao Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Na hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba atawapuuza, hatotaka kujua mambo yao wala kuwashughulikia wala kuwasaidia kwa jambo lolote, ndio muradi wake. Wala yuzakihim, wala hatowatakasa, manake hatowasamehe makosa yao. Wala yanzuru ilayhim, wala hatowatizama. Tumeshasema kule kutizama maana yake nini. Wala hum adhabun alimun, na watakuwa na adhabu kali, adhabu yumizayo. Mwenyezi Mungu atuepushe na makundi haya matatu. La kwanza akasema sheikhun zani, mzee mzinifu. Shekhe hapa sio maana yake mwenye elimu ya dini, shekhe kwa maana ya mzee, na uzee unaanzia miaka 50. Sio ukongwe, kasema uzee miaka 50 ndio taaluma zinapoonesha. Mzee mzinifu ushafika 50, ushagonga 50, unakwenda 50 ngapi 60, lakini vichinchiri unavitaka uko mitaani. Bibi subiri kidogo, halo huachi betri zenyewe down kwa risasi 2, moja ya porini, moja ya nyumbani, alafu unakwenda kuharibu mambo. Sheikhun thani, mzee mzinifu, anazeeka na zina haiachi. Huyu Mwenyezi Mungu hatotaka habari za kabisa, peleka motoni huyo.
sina haja nami. Wa malikun kadhabun, na mfalme au mtawala alafu anadanganya raia, muongo, anatoa ahadi atekelezi. Tunazungumza siasa sasa. Wa malikun kadhabun, na mfalme muongo au mtawala anayedanganya raia, huyu Mwenyezi Mungu habari naye hana, peleka motoni, sweka hili shenzi. Nimempa sehemu ya mamlaka akafanya wema, anafanya mabaya tu, anadanganya watu. Tena akasema kadhabun, mwingi wa kusema uongo. Wa ailu mustakbirun, na lofa, mwenye kiburi, maskini lakini anajeuri. Yeye hana chochote, kishawishi kinafanya kazi mlangoni tu kwa tajiri, lakini ukifika utafikiria ndo mwenye pesa. Mzee kapumzika saizi, mnamzonga zonga sana zako. Kama kasema mzee sitaki mtu, utasema mzee kaniachia ujumbe hapa, anasema saizi hahitaji mazungumzo na mtu, ana shughuli binafsi au kapumzika, sawa. Lakini unafanya roho mbaya, unakuwa kama magamba ya samaki, kazi yake kuzuia nyama tu isifikike, paka uparwe kwa visu ndo tu upate nyama. Shenzi wewe. Wa ailu mustakbirun, na lofa hohe hai lakini lina kiburi. Rawahu Muslim. Al-ailu al-faqiri, kasema aili ni fakiri. Wa anhu, na kutoka kwake tena Abi Huraira nafululiza, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetukuka. Na hii ni hadithi al-Qudsi, ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo hajapita kwenye Qur'an. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema al-izzu izari, utukufu ni kikoi changu, vazi langu la chini. Tunarudi pale pale, kwani Mungu anavaa nguo? Au hili ni fumbo imetumika kwa maana ya pili? Unaona kazi hiyo? Wale wanaosema lazima tuchukue maana ya kwanza humu watakwama. Al-izzu, utukufu, izari ndio kikoi changu, ndio saruni yangu, ndio suruali yangu, ndio vazi langu la chini. Wal kibriya, una kiburi, ridai, ndio rubega yangu au vazi langu la juu, inaitwa rubega ile. Kama wanakwenda hija wanajua wanaweka upande mmoja, Wamasai wanafanya sana hiyo, Wamang'ati wanaweka upande mmoja, lakini vazi langu la juu. Kwa hivyo utukufu ni vazi la chini na kiburi ni vazi la juu. Kiani mifano hiyo. Faman yunazi'uni fi wahidin, atakayezozana na mimi katika moja minhuma, miongoni mwa wawili haya, faqad adhabtu, nimekwisha muadhibu. Nimekwisha, na katumia faqad, nimekwisha muadhibu, maana yake nishaamua kumwadhibu na sitabadilika. Akaifanya kwa fi'lul madhi, faqad adhabtuhu, nishafanyaje? Kwenu hii adhabtuhu, dhalika iwekea shadda au kaitia fatatu adhabtu. Adhabtuhu, kwa kumia hakuntilia hivyo, lakini najua itakuwa ni shadda. Adhabtuhu, nimeshamwadhibu tayari, wala sitobadilisha. Atakayeshinda na mimi katika mawili haya. Utukufu kaufananisha na vazi la chini, na kiburi kakifananisha na vazi la nini? La juu. Sasa nikwambie, anayekuvua shati na anayekuvua suruali, yupi kakukashifu zaidi? Kwa hivyo ina maana ukitaka utukufu ndio utakuwa umefanya kosa kubwa zaidi kuliko ukitaka kiburi. Kwa sababu kapanga utukufu vazi la chini na kiburi vazi la juu. Ingawa yote ni makosa, lakini yatazidiana. Wa anhu, na kutoka kwake tena radhiallahu anhu, anna Rasul sallam qala, Mtume kasema, bainama rajulun yamshi, kulikuwa na mtu mmoja anatembea, fi ullatin, katika joho, tuujibuhu nafsu, linamvutia nafsi yake, linamfanya awe na ajione, anajiona mwenyewe. Tena murajjilun ra'sahu, kachana nywele vizuri, kakichana kichwa chake vizuri kabisa, kapasua labda one way hivi, njia moja kaweka wazi, mwenye na joho lake, juba vazi lake, anatembea. Yakhtalu fi mishyati, anaringa katika mwendo wake. Idh khasafa Allahu bihi, ghafla Mwenyezi Mungu akamdidimiza. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, kule kwa Karun akamdidimiza. Fahuwa yatajaldalu, basi yeye anadidimia fil ardhi, katika ardhi, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Anapuruchuka, anakwenda chini tu, bado hajafika mpaka siku yake. Muttafaqun alayhi. Hadithi mafikwa na Muslim. Murajjilun ra'sahu, amechana nywele zake, ay mumashitu, kwa maana kazichana. Tarjil maana yake ni kuchana nywele pia. Yatajaljalu
biljimaini, kwa jimbili, ayaghusu, anazama, wayanzilu, na anashuka. Na hadithi ya mwisho kuhitimisha mlango na kwa somo la leo, wa an Salamata ibn al-Akwa, tushamsema huko nyuma, radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tume amesema, la yazalu rajulu yadhhabu binafsihi, ataendelea mtu kunini, kuyoyoma ndani ya nafsi yake, hatta yuktaba fil jabbarina, maana anakusudia kujiona au kujiendekeza. Ataendelea mtu kujiendekeza kwenye nafsi yake kwa tabia mbaya, hata yuktaba fil jabbarina, mpaka aandikwe katika watu majabari, watemi. Fayusibahu ma asabahum, basi litampata lilowapata watemi. Mwenyezi Mungu atuepushe. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Yadhhabu binafsihi ay yartafi wa yatakabbaru, anayoyoma au anaendelea kwenye nafsi yake, manake anajinyanyua na kujiona mkubwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi